Simba Sports Club anarejea kileleni. Mlitegemea? Just wow. 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 What a day. Yes, it's a day to remember today from Kwakwani Stadium. Simba la kwenda kuongoza ligi kwa alama 55 kwenye mchezo 24, lakini ajabu lingine ambalo limetushangaza leo ni Clatous Chota Cleator Chama Mwamba Lusaka anapata tuzo yake ya 5 mfululizo consistently. Manake mechi 5, man of the match 5 haijawahi kutokea kwenye ligi yote duniani, haijawahi tokea. Is a record ambayo tumetengeneza ya kidunia. Kwa mara ya kwanza klabu ya Simba ndio timu pekee ambayo imetoa mchezaji aliyepata tuzo ya man of the match michezo 5 mfululizo yeye. Na kama nabisha sema leo, lakini nitoe credit kwa mwalimu Steven Barker ambaye alijua kuitengeneza timu kuja na muundo mzuri ambao umekuwa ukimpa matokeo. Ukitizama klabu ya Simba kiufundi this time imekuwa na mtindo wa kutumia force number 9. Unajua ukimwangalia Elian Pass Kibisawara sio number 9 natural, lakini mwalimu anamweka kwenye eneo la mbele kama outside player. Nyuma yake Clatous Chama akiwa kama namba 10. Libase Gwe kushoto, kulia, Anicet Yaula kushoto. Wamekuwa ni wachezaji ambao wana consistency nzuri, mwendelezo mzuri, ubora na muunganiko mzuri ambao sisi wana Simba wanatufanya maisha yetu wapate furaha na umri wa kuishi uendelee kuongezeka kwa sababu ya raha ambayo tunaipata. Angalia namna ambavyo Coast walianza vizuri leo wakiwa na determination, walikuwa na ubora, wakiwa wamejituma, wakapata bao dakika za mwanzoni, kitu ambacho ingekuwa ni mwalimu wa daraja dogo kama sio Steve Beka maturity ambayo anayo, maana yake ingekuwa rahisi kupoteana. Kama nakumbuka walipopata bao la kwanza walicheza mpira mzuri ndani ya dakika 15 hivi, ilikuwa ngumu kulifikia goli la Coast, lakini kwa ubora ambao tunao, maturity ya wachezaji, mental toughness ambayo tunayo ikapelekea sisi kurejea mchezoni na wao. Yes, Libase Gwe anticipator huyu akaamua ku equalize au level scoreboard, tukapata bonge moja la bao ambao kimsingi ni goli la kideoni ambao tutaliona pia kwenye AFCON inayokuja. Sio ni nzuri, lakini hatujakaa sawa. Clatous Chota Chama tena akapiga mpira wa set piece, assist yake nyingine akamletea kichwani Anicet Yaula, akaamua kufunga goli la maajabu ambalo halijawahi kufungwa na dunia toka dunia mpira imeanza. Tukapata mabao mawili, kitu ambacho kitafanya kurejea mchezoni, tukagain momentum na tukawa kuanzia hapo tukaanza kuchezea mpira vile ambavyo tunaweza. Lakini anatoka Anicet Yaula, anaingia Selemani Mwalimu, mmoja wa washambuliaji hatari Tanzania kwa ubora, shambuliaji namba 1 Tanzania kwa ubora. Selemani Mwalimu anakosa nafasi 2 za wazi ambazo maybe ingewezekana leo tungeondoka na magoli 4 mpaka 5. Walikuwa wachezaji wamecheza vizuri wote, kimsingi tumepata alama 3, tupo kileleni juu ya Yanga, na niwaambie tu ubingwa wa ligi kuu kama kawaida. Na mimi Dr. Mohamed Hamisi nimejiandaa kusherehekea ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Ni kama wanasema ni viwansi hii, yani sasa hivi ikifika masaa 24 sio tena kileleni. Rekodi kesho Yanga anacheza na Singida, hiyo ukumbuke. Unapozungumzia viwansi kuna ukizungumzia si viwansi, hakunaga tendo dogo la muda mfupi, kwa sababu tendo dogo la muda mfupi ndio huwa linabadilisha dunia. Kwa sababu hata mimi kuzaliwa kwangu haikutumia tendo la miezi 2. Umeelewa? Ni tendo la muda mfupi tu nikapatikana Dr. Mohamed Hamisi. Unaelewa? Kwa hiyo usizungumzie masuala ya viwansi. Kikubwa tunaangalia tumetengeneza rekodi, tumepata ushindi dhidi ya timu ngumu Coast. Coast ukiwaangalia walikuwa ni bora kwenye maeneo mengi. Eneo la defensive kuzuia, lakini eneo la kiungo, muangalie Maabadi. Angalia goli la Coast ambavyo limefungwa. Unajua hawa watu walikuwa na kitu. Muangalie Shiza Ramadhani Kichua namna ambavyo kwa anacheza leo. Maana yake ni ubora wa Simba ndio ambao umeamua kile ambacho tumekiona siku ya leo. Lakini kwa nafasi pekee tumie nafasi hii kuwashukuru viongozi wa klabu ya Simba ambao wameendelea kuifanya Simba kwa timu tishio na timu hatari barani Afrika. Lakini pia nashukuru wachezaji ambao wamekuwa wakicheza kwa jitihada kubwa kuhakikisha kwamba tunapata matokeo. Hii ndio Simba ya Sai na Maziwa ambao nilikuwa mwambia ndugu yangu Sumaili hapa kila siku. Tunatamani Simba design hii. Simba ambayo ndani kuna mchezaji bora, nje kuna quality nyingine kubwa. Ikiingia unaona kwamba wow, yes, inakwenda kufanya nini? Kutengeneza kubadilisha matokeo. Anatoka Anicet Yaula, anaingia quality Selemani Mwalimu. Hapo vipi? Sio nzuri. Anatoka Chama, anaingia mchezaji mwingine mwenye daraja kubwa kama kwa Inos Liomba. Hii ndio Simba ambayo tunaitaka sisi. Leo naona yatupa faraja. Zibaki michezo 6. Michezo 6. Simba kishinda yote, Yanga kadona Azam akapoteza, Simba bingwa. Na uone mahesabu haya. Ubingwa upo. Hivi nyinyi mko mnaamini kwamba Yanga atapoteza na shemeji yake Dodoma Jiji?
Mko mnaamini hiyo? Lakini dunia ilivyo maajabu ya mpira, leo umeona Yanga akapoteza Dodoma Jiji kapigwa bao 3. Mlikuwa tarajia kama hicho? Lakini inawezekana hiyo Yanga na Azam, Yanga kachezea bao 3 zingine. Sasa kufungwa sio bara la kwanza, lakini kipekee leo mimi kama mwenyekiti wa Sports Influence Promotion nikemee katazo moja ambalo wenzetu wa Yanga walifanya. Rio Ferdinand amekuja hapa Tanzania kwa ajili ya national issue, kwa ajili ya way to AFCON. Lakini nashangaa watu wa Yanga wanavyomwataki Rio Ferdinand. Hii sio afya kwa mpira wa taifa letu. Tunaelekea wapi? Sasa umemuonyesha. Tumeharibu wapi? Kwa nini anaonyesha goli? Nisikilize. Minahari hana kosa hata kidogo. Minahari hana kosa, kwa sababu unapozungumzia tourism, sports tourism ni nini? Kuonesha vivutio vinajihusisha au jinasibisha na michezo. Hata magoli pia ni sports tourism, unajua? Magoli mazuri au unasemaje? Kumuonesha. Alimuuliza swali na hajazungumzia masuala ya Simba na Yanga pale. Kwa nini watu wa Yanga waje kumdogosha na kumwataki Rio Ferdinand? Tuachane na masuala ya siasa ya Simba na Yanga, tujikite kwenye masuala ya kitaifa na utaifa. Tujikite hapo, tusapoti utaifa wetu, kwa sababu hata Yanga wao engineer finali ya CAF Champions League msimu juzi, engineer alikwenda kuhudhuria pale Loftus South Africa. Ilikuwa kisa Mamelodi na nadhani ilikuwa Mamelodi na alikuwa nakumbuka. Wakati wa half time pale VIP area, engineer akamfuata rais wa FIFA Gianni Infantino pamoja na Dr. Patrick Motsepe, akamwambia bana, tumewapiga Simba bao 5. Ukumbuki? Hamkumbuki nyandiki? Hamkumbuki? Ni kama mmelipa. Hatujali. Sasa hili hajafaa na mtu hajafaa kiongozi wa Simba. Hili rifaa kiongozi wa Yanga. Minahari kusema goli la chama la ubora, Rio Ferdinand akamsifia. Halijafanya kiongozi wa Simba. Yule ni mwandishi wa habari, anatafuta content. Hii watu wa Yanga mbona mnakuwa hivyo? Mnapenda kupewa agenda, mnakurupuka kuzungumzia. Leo hii Mheshimiwa Waziri wa Michezo, Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo, Christian Paul Makonda, kupitia wizara hii tukufu ya habari na michezo, leo amekuwa ni mwanahamasa ambaye amekuwa ni kivutio cha wengi kuhamasisha watu kuelekea AFCON. Anafanya jitihada zinazowezekana kufanikisha kwamba AFCON msimu ujao inakuwa kubwa hapa Tanzania. Ndio maana Drogba kaja, na mimi Dr. Mohamed Hamisi ndio shabiki wa kwanza Tanzania wa kupiga picha na Drogba Wongo pale bungeni. Amemleta Drogba ili kuhamasisha AFCON. Baada ya kumunga mkono, tunaweza kumponda kwa kipi? Haya, anamleta Rio Ferdinand, nimekuwa shabiki wa kwanza kumpa picha Rio Ferdinand. Uongo. Dr. Mohamed Hamisi, nimekuwa shabiki wa kwanza Tanzania kumpa picha Rio Ferdinand. Ushindo uregewe. Nakemea kwa uwezo Mungu. Unaona vizuri? Sasa haya matukio yote sisi kama Tanzania tulisupport national team, tulisupport BMT, tulisupport wizara yetu, tumsupport Makonda kwa jitihada ambazo wanazifanya, na sio Usimba na Uyanga. Mimi na hali ya kuzungumzia Usimba na kosa Makonda ni lipi? Kosa Rio Ferdinand ni gani? Lipi? Yeye ni mchezaji wa mpira, after all ni kocha, lakini pia ni mchambuzi. Understand? Unazuri? Amechagua goli la chama, akasema is the best goal na ina deserve kuwa goli bora la dunia na ikapata tuzo Puskas. Hiyo ni maoni yake kama mchezaji. Nyinyi watu wa Yanga mnakuja mnaanza kumdogosha, mnamchamba Rio Ferdinand. Aina afya amekuja hapa, ujio wa Rio Ferdinand umesababisha nchi yetu kufunguliwa. Leo nchi yetu Tanzania inatazamwa na anafuatiliwa na mamilioni ya watu kutoka duniani kote. Tanzania imekuwa kutembelea Serengeti. Tunapata pesa za kigeni Serengeti. Hela ambazo zinaingia kupitia utalii wa Serengeti unapelekea tumekuelewa. Kwa kimsingi kawaambia Watanzania, Simba leo imepata bao 2-1. Mapambano yanaendelea na kituo kinachofuata kile anayekuja na nyolewa na hatimaye Simba kuwa bingwa.